25 mahujaji katika matumaini. Naam, karibu katika ungwe nyingine ya kipindi cha Safari ya Wito. Leo ndani ya kipindi hiki cha Safari ya Wito tunaangazia maisha mazima ya mheshimiwa sana Monsinyori Padre Romanus Mihali, askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Iringa. Sote tunafahamu Januari 28, 2025 Baba Mtakatifu Francisco aliridhia ombi la kustaafu kwa askofu Tarisisius Ngalalekumtwa, askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa, na akatupatia zawadi kwa wanajimbo Katoliki la Iringa na Tanzania nzima. Hivyo basi, karibu kwa siku hii ya leo tuyaangazie maisha ya mheshimiwa Monsinyori Padre Romanus Mihali kwenye safari yake ya wito ya miaka 25 ya upadri hadi uteuzi wake. Jina langu ni Tekla Revocatus. Karibu ungane pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Baba, ninarudia tena kukuambia hongera kwa uteuzi, lakini pia hongera pia kwa jubilei ya miaka 25. Asante sana. Baba, kiu yangu lakini pia kiu ya mtazamaji anatamani kufahamu angalau historia yako ya maisha yako ya kiroho, chimbuko lako na asili yako hasa imetokea wapi? Karibu. Asante. Naitwa Monsinyore Romanus Elamu Mihali. Nilizaliwa katika kijiji cha Itulituli, wilaya ya Mfindi, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 1969. Ndiyo. Na mimi ni kati ya watoto 6 wa familia hii ya Baba Elamu Mihali. Ndiyo. Na Mama Jerumana Semohele, na ni mtoto wa 3 kati ya hao watoto 6. Ndiyo. Ambapo ndani ya familia yetu 2 ni akina dada na 4 ni wavulana. Hongera sana. Asante sana. Nilisoma shule ya msingi katika shule ya msingi ya Mninga. Ndiyo. Na baadaye darasa la 6 nilihamia shule ya msingi Mgagao. Ndiyo. Ambayo ipo Iringa vijijini, parokia ya Usokami. Ndiyo. Na baada ya kuhitimu elimu yangu ya msingi nilifanya mwaka mmoja wa ukatekista. Ndiyo. Kwa utaratibu ambao ulikuwa umewekwa na paroko wa parokia ya Usokami. Na baada ya hapo nilijiunga na seminari ndogo ya Tosamaganga mwaka 1986. Ndiyo. Na nikaanza elimu ya sekondari katika seminari ndogo ya Mtakatifu Kizito Mafinga mwaka 1987. Nikahitimu kidato cha 4 mwaka 1990. Ndiyo. Nikafaulu kujiunga na kidato cha 5 mwaka 1991. Nikahitimu mwaka 1993. Ndiyo. Na mwaka huo 1993 nikaanza masomo ya falsafa katika seminari kuu ya Peramio. Ndiyo. Hapo baba tu kuna kitu umekizungumza ya kwamba ulivyoenda parokiani kumweleza paroko kiu yako hiyo, alikwambia uwe katekista. Ni utaratibu kwa Jimbo Katoliki la Iringa kuwa katekista kabla hujajiunga na seminari au kuna nini hapo? Ilikuwa ni utaratibu ambao paroko wa wakati ule paroko wa parokia Usokami alikuwa ni Muitalia. Aliitwa Padre Tarsisio Nardelli kutoka Bologna. Ndiyo. Na huyu ni padre wa Fidei Donum. Aliweka utaratibu katika parokia ile kwa wakati ule. Ndiyo. Kwa sababu wa seminari wengi walikuwa wanaingia, wanasoma, wanahitimu kidato cha 4 au kidato cha 6 wanatoka. Kwa hiyo alikuwa na mashaka sana na kijana akisema na nia ya kutaka kuwa padre. Alikuwa anataka aone ampime vizuri. Ndiyo. Amuelewe vizuri kama ni kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu yake ya kichungaji ambayo kwa wakati ule aliitumia. Na ilifanya kazi. Na ilifanya kazi vizuri kwangu mimi. Haya, hongera sana. Asante. Tunaendelea pale sasa upande wa mwaka ule 1993. Ndiyo. 1993 nilianza masomo ya falsafa katika seminari kuu ya Peramio. Ndiyo.
na baada ya kuhitimu falsafa nikaingia teolojia, na nilihitimu masomo yote katika seminari kuu ya Peramiho mwaka 1999. Ndiyo. Mwaka 1999 tarehe 30 ya mwezi wa 12 nilipata ushemasi, daraja la ushemasi katika jimbo la Iringa kwa na Mhashamu Askofu Tarsisius Ngalale Kumtwa. Ndiyo. Na baada ya hapo nikapata upadre mwaka uliofuata tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2000. Okay. Ndiyo. Haya ni shauku ya wazazi wengi wanapoona watoto wao kuona kwamba wanakuwa mapadri lakini wanakuwa watumishi wa altare. Je, na wewe pia ulipitia sehemu hiyo ya kuwa mtumishi wa altare, mbali na kwamba ulikuwa katekista awali? Je, ulipitia pia hiyo nafasi ya kuwa mtumishi wa altare mpaka ukapata hiyo kiu ya kuingia kwenye haya malezi ya upadri? Kutumikia nikiwa kabla ya kuomba kujiunga na seminari. Ndiyo. Kusema ule ukweli sikufanya. Ndiyo. Sikufanya kabisa. Nilipata hamu ya kujiunga na seminari. Ndiyo. Kutokana na waseminari wakubwa waliokuwepo katika parokia yetu ya Usokame kwa wakati ule. Na kilichonivuta sana hasa ilikuwa ni kanzu na mkanda. Kama hivi nilivaa. Niliona ni kitu kinachopendeza, ilinijia nikaona natamani na mimi kuvaa namna ile. Ndiyo. Ingawa kwa wakati ule sikuelewa vizuri ndani yake kuna nini zaidi. Haya, tuishie kwanza hapo. Mhashamu Baba Askofu Mteule Romanus, kila wito tunasema una safari yake, na kwa sasa umefikia hapa ulipo, una jubilei hii ya miaka 25. Tunatamani pia shirikishe msikilizaji ambaye na mfuatiliaji wetu ambaye anatufuatilia hivi sasa, safari yako hii ya miaka 25 ukiwa kama padri. Karibu. Asante. Safari yangu ya maisha ya upadre ilianza mwaka 2000. Mwaka 2000 huo, baada ya kupata daraja la upadre, nilitumwa kuwa paroko msaidizi katika parokia ya Ilula. Parokia ya Mtakatifu Paulo. Kwa miaka 3. Toka mwaka 2000 huo mpaka mwaka 2000 mpaka 2003. Mwaka 2003 nilitumwa kuwa mwalimu na mlezi katika seminari ya Mafinga. Na nilihudumu pale kama mwalimu na mlezi mpaka mwaka 2005. Mwezi wa 7 2005, mwezi wa 7 nikatumwa kwenda kusoma India. Ambako nilisoma nikianza na degree katika masomo ya elimu ya wanyama, zoology. Na baada ya kupata degree ya kwanza nikapata na degree ya pili. Yani ile ya uzamili, degree ya uzamili, shahada ya uzamili. Na baadaye nikaongeza tena mwaka mmoja wa walimu. Yani baada ya kupata tu hiyo shahada nikapenda pia sasa nipate shahada ya ualimu katika kitengo hicho cha elimu ya sayansi. Ndio. Haya, naam mtazamaji, kanzu pamoja na mkanda ulimvutia Baba Askofu Mteule kutamani kuwa hasa padre na kuhudumu katika nafasi hiyo ya upadre. Sasa tunatamani utuambie ulivyotumwa kwa mara ya kwanza ile parokia ya Mtakatifu Paulo. Nini ambacho unaweza ukakikumbuka ambacho ulikifanya, ile furaha yako uliokuwa nayo kwamba sasa nimekuwa padri na nimetumwa sasa kufanya kile kitu ambacho nilikuwa nakiona nikiwa nje? Hebu tuelezee kwa kifupi hapo. Ile parokia yako kwanza, utume wako wa kwanza tunasema. Karibu. Nashukuru sana kwa swali lako zuri, kwa sababu kwa kweli baada ya kutumwa, kwa sababu nilitumwa katika parokia ile na nilikuwa na hamu sana ya kufanya uchungaji kwa kile ambacho nilikitamani tangu mwanzo. Na nilikuwa paroko msaidizi kwa padre ambaye anaitwa Filippo Mamano. Ni Muitalia, anatoka Italia Kusini na amefariki mwaka huu.
apumzike kwa amani. Baba yule alinilea vizuri. Ndiyo. Mimi kama padre ninayeanza uchungaji. Ndiyo. Na nilifurahi sana kufanya uchungaji katika parokia ile kwa sababu ni parokia kubwa sana. Na mshukuru Mwashamba Baba Askofu Tarsisi Songaleku, mtu ambaye ameshaigawa ile parokia sasa katika parokia 3. Ilikuwa kubwa kweli. Imezaa parokia 3. Imezaa sasa zimekuwa parokia 3. Ndiyo. Nilikuwa nikifurahi sana kwenda mbali kwa sababu kigango cha mwisho ni kilomita 70 kutoka parokiani. Na nilikuwa natoka Ijumaa. Naondoka Ijumaa parokiani. Ndiyo. Na gari. Ninakwenda kigango kimoja cha mbali. Nalala. Nikilala siku ile ya Ijumaa. Asubuhi yake nasali misa katika kigango kile. Ninaenda tena kigango kingine ninasali. Siku ya Jumamosi naenda tena mbele yake. Ninaenda kulala kigangoni na sali misa siku ile ya Jumamosi. Jumapili jioni narudi parokiani. Nilikuwa nafurahi sana kufanya uchungaji ule kwa sababu nilionja kweli watu kuwa na hamu ya kupata misa kwa sababu tusingefanya hivyo wale watu walikuwa wanakaa mpaka miezi 3 4 hawajapata misa. Kwa hivyo jambo hili linivutia sana. Na watu walikuwa wakarimu kweli kweli. Maeneo hayo nilipokuwa naenda wanakusanyika jioni. Tunaongea pamoja. Kule wanalima sana viazi, wana ndizi na nini, wanaleta zawadi siku za Jumamosi, najaza gari narudi parokiani. Kwa kweli nilifurahi sana uchungaji ule. Naam, mtazamaji, ndivyo ambavyo tunaendelea na mahojiano haya maalum kabisa. Tumemsikia baba hapa anatuambia ya kwamba amesomea katika uzamili wa wanyama, si ndivyo? Sayansi ya wanyama. Unaweza ukajiuliza, sasa amesomeaje masuala hayo ya wanyama na kati ni padri, ndio majukumu yake makubwa kabisa anayomhitaji hapo. Tunatamani kufahamu hasa unapokuwa pale seminarini, hiki ambacho ulikisomea, kazi yake ilikuwa ni nini hasa? Ndiyo. Asante sana, nashukuru sana kwa swali lako hilo zuri pia. Ndiyo. Kwamba nikiwa seminari ya Mafinga. Ndiyo. Pale walikuwepo walimu masista wanaotoka India, wanaitwa shirika Visitation Sisters from India. Na hawa masista tangu wakati wa Mwashamu Askofu Mkuu Mario Mugurunde alifanya makubaliano fulani na askofu mkuu wa jimbo la kule Kerala kwa ajili ya kupata walimu ambao wanatusaidia katika masomo ya science. Unajua seminari ya Mafinga tulikuwa na masomo hayo ya science kwa namna pekee hasa PCB. Kwa hiyo masista wamekuwa kija kwa kupokezana, mwaka wakikaa miaka 3 wanakuja masista wengine, miaka 3 na wanakuja masista wengine. Kwa hiyo ilifika wakati Mwashamba Baba Askofu akaona ni vema mapadre wake pia wasome masomo haya ili tuweze kuwafundisha wa seminari wetu. Na tukashika vitengo hivyo vya sayansi pale seminarini. Na kwa kweli lengo lilikuwa ni hilo. Ndio maana nilienda kusoma zoolojia huko India katika state ya Kerala. Na nikahitimu masomo hayo na baadaye nikarudi na uchungaji ukaendelea. Asante. Kama ulikuwa unajiuliza, basi hayo ndio majibu yake. Baba, ninarejea tena kwako kukuambia kwanza hongera kwa jubilei hii ya miaka 25. Asante sana. Mimi pamoja pia na mtazamaji tunatamani kufahamu vitu ambavyo vimejaa ndani ya hiyo jubilei ya miaka 25. Hiyo hadithi nzuri kabisa tunatamani pia kuisikia. Hebu tusimulie kidogo miaka 25. Kwa hakika kuna milima, kuna mabonde, kuna furaha, kuna kila kitu. Hebu tusimulie hapo. Asante sana, nashukuru sana. Mimi ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amejalia miaka hii 25 ya uchungaji kama padre. Na kwa namna pekee sasa nikiwa nipo katika mwaka wangu wa jubilei wa miaka 25. Amenijalia kwa njia ya wachungaji wake Baba Mtakatifu wetu Francis kuteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Mafinga. Kwangu mimi miaka 25 imekuwa ni miaka niseme ya furaha kwa asilimia kubwa, miaka ya furaha katika utume kwa sababu katika parokia
tangu hiyo parokia kwanza niliyoanza Ilula, na baadaye nimekwenda seminari ya Mafinga, na baada ya kuhitimu masomo yangu ya elimu ya wanyama kule India, niliporudi Mwashamba baba askofu Tarsisius Ngalaleku Mtwa alinituma kuwa paroko msaidizi wa parokia Usokama. Parokia ile ile niliyopadirishwa. Nikawa paroko msaidizi chini ya askofu wa Mafinga sasa. Vincent Cosmas Mwagala. Mimi nilikuwa msaidizi wake, yeye alikuwa paroko wangu. Kwa hiyo tulikaa naye pamoja kwa miaka kama miwili hivi. Ndipo baadaye askofu Ngalaleku Mtwa akanituma kuwa paroko wa parokia ya Ujewa. Na huo sasa ulikuwa ni mwaka 2015 mwezi Septemba. Kwa hiyo tangu hapo mpaka wakati ambapo jimbo sasa la Iringa likawa limemegwa na limezaa jimbo jingine la Mafinga, na mimi nikabaki upande ule wa Mafinga kama padre wa jimbo la Mafinga. Kwa hiyo uchungaji wangu umekuwa ni uchungaji wa furaha pamoja na changamoto ambazo daima zipo katika maisha, lakini basi kijumla kwa kweli nilifurahia sana uchungaji katika miaka yoyote 25. Aya, na hiyo ndio safari ya miaka 25 ya Mhashamu Askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Iringa. Baba, Waswahili wanasema hakuna safari ambayo haina changamoto. Na changamoto huenda ndio ambazo zinatuimarisha na zimekuimarisha wewe kuwa mpaka hapa ulipo sasa hivi. Unaweza kutuelezea kidogo hizo changamoto zako, jinsi ambavyo ulikuwa unazikabili, ili kwamba hata kama kuna kijana anakusikiliza amesikia kwamba anatamani kuwa padri, ameona kanzo na nini, akishajua kabisa kwamba hizo changamoto zipo, nini hasa anapaswa kufanya ili kuweza kupambana hizo changamoto? Nafahamu zipo. Karibu tushirikishe. Asante sana. Changamoto hazikosekani. Changamoto zipo na zilikuwepo katika safari yangu ya uchungaji kwa miaka 25. Ndio. Changamoto ambazo hasa naweza nikazitaja ukiacha zile ndogo ndogo, lakini basi kubwa hasa ni kuona kile ambacho nakisisitiza kama mchungaji kinashindwa kupata mafanikio na kinashindwa kutekelezwa. Ndio. Kwa mfano, mara moja katika kubariki nyumba, nikiwa katika parokia moja katika hizo, nilipita mahali fulani katika nyumba. Basi sasa nyumba ile alikuwepo binti ambaye anakuja kusali kanisa Katoliki, lakini baba hataki kusali, yani basi alibatizwa zamani lakini hasali. Basi sasa tunapita yule binti yule alitamani sana tupite tubariki nyumba ile ambapo anakaa na yeye. Baba akakataa. Ambaye ni mtoto wake kabisa. Akasema nyumba hii nipo mimi. Yani kwa hiyo maana yake ni kama anajiona kwamba yeye anatosha, Mungu asimpe nafasi. Basi ni changamoto ndogo ndogo, hata baada ya kuelewesha kidogo na akasema hapa nipo, basi tukaipita ile nyumba. Kama mchungaji nilisikitika kwa sababu niliona kwamba ameshindwa kupokea. Na binti huyu anashindwa kupata baraka ya nyumba kwa sababu baba anamzuia. Changamoto nyingine ni katika utume. Nikiwa paroko, na vijana wengi wanaingia seminarini, unaona pengine vijana wameenda vijana 6, lakini unaona wanaofikia mpaka kupata upadre pengine mmoja. Basi ni changamoto ambazo daima zipo katika maisha, lakini basi yote tunayakabidhi mikononi mwa Mungu na kuzidi kumuomba Mungu azidi kutupa nguvu, azidi kulegeza mioyo yetu ili tupokee injili tunayohubiriwa.